sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko na Mikoi Kisugu, tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mikoi ndugu yangu, uko poa? Niko poa, mambo vipi? Heri kabisa ndugu yangu. Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sima upo? Salama, alhamdulillah. Kwanza nikupe pole ndugu yangu kwa kilichowakumba wana Simba. Japo hamkutarajia kukiona kitu kama hichi, ila ndo tayari ambavyo tunaweza kusema kimeshatokea. Yes. Kwanza ndio mpira. Mpira na matokeo ni mchezo wa hisia. Tumeshaumia, lakini kimsingi kama Simba kuna muda lazima tunatakiwa tusahau iliyopita ili tujipange kwa hali ambayo inayokuja. Kimsingi tumeumia na tutaendelea kuumia kwa sababu tumekwenda kuharibu rekodi yetu ambayo Simba tayari tumeshaitengeneza kwenye bara la Afrika. Miaka 7 mfululizo tumefanikiwa kucheza robo finali ya mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka bara la Afrika. Kwa mwaka huu tumeangukia pua, hatujafanya vizuri, lakini sisi kama Simba tutarejea, tutakwenda kujipanga kuna namna ambavyo mwakani tunarejea tukiwa na nguvu na tunarejea tukiwa wapi. Shida iko wapi msimu huu kwa Simba Sports Club? Hakuna shida, ni bila ulivyo. Kuna mwanyaji itashuka. Ziko timu zianza kuwika kwenye bara la Afrika kuliko Simba. Kuna TP Mazembe wameshakuwa mabingwa zaidi ya mara 3 mara 4. Ukiondoa TP Mazembe kuna wale Nyimba wameshakuwa mabingwa mara 3 zaidi mara 4. Kulikuwa na Zamalek ya Misri, kulikuwa na wale nani Ismailia wa moto katika bara la Afrika. Lakini mwisho wa siku timu zinapanda, timu zinashuka. This is football. Hakuna timu duniani iliyobaki kwenye standard yake mwanzo mwisho. Naamini iko siku timu itafanya vizuri na naamini iko siku timu itafanya vibaya. Iko siku timu itapanda na iko siku timu itafanyaje? Itashuka. Bwana, baada ya mchezo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club walitoa taarifa kwa umma kutokana na mazingira ambayo yaliendelea kwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba hawakuonesha tukio la kiungwana, wakakwenda kumfanyia vurugu mwenyekiti wa klabu ya soka Murtaza Mangungu. Hili kama mdau wa michezo Mikoi Kisugu unalizungumzia? Kwanza Beka rekebisha. Rekebisha swali lako, liweke vizuri, likae sawa sawa. Unaposema mashabiki wa Simba unajumuisha wote waliokuwa duniani. Ungezungumza baadhi ya mashabiki wa Simba. Sawa. Baadhi ya mashabiki wa Simba. Kila jambo lina utaratibu wake. Kuna muda, na ndio maana katiba za vilabu hivi, katiba za vyama hizi, kwa mamlaka, kwa mujibu wa taratibu wa sheria, hawatakiwi kuwa na sheria ngumu kupita katiba mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwenda kumshika mtu hadharani na kumpiga kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kosa, kabla tujaangalia nani kafanyiwa. Kwa hiyo binafsi ni laani kile kitendo ambacho kilichotokea bila kupepesa macho. Sio kitendo kizuri na wala sio kitendo ambacho kinastahili kuungwa mkono. Kama tutaachia hili jambo liendelee, maana yake tumeridhia wana Simba, Simba isitawalike. Leo hii amefanyiwa mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu na baadhi ya mashabiki, tukapiga makofi tukafurahia kwa kile kitendo. Kesho Murtaza Mangungu ataondoka, atakuja kiongozi mwingine kuitawala Simba. Simba itakwenda bahati mbaya, kama timu itapoteza mchezo, atakwenda kupigwa tena mwenyekiti wa Simba. Maana yake tunakwenda kutengeneza taswira Simba isitawalike. Ni kweli mashabiki tunaumia, lakini kuna muda mwingine tunahitaji kuzilinda hasira zetu ili tusikwende kuharibu taswira ya Simba, tusiende kuharibu taswira ya sisi mashabiki, na tusiende kuharibu taswira ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Binafsi kama nilivyosema, na laani, sio jambo jema wala sio jambo zuri, lakini almarhum babu yangu Suleiman Mikoi aliwahi kunambia neno moja kabla hajaiacha hii dunia. Aliwahi kunambia, mkono akiunyea mtoto haukatwi. Moja lazima nikiri mbele ya kamera, vijana wamekosea kwenda kumkosea mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Lakini nimkumbushe mwenyekiti, unapokuwa mtawala wa kutawala, unatawala watu wa aina tofauti. Unatawala watu na unatawala binadamu.
unatawala kipofu, unatawala kiziwi. Unatawala aliyeona na unatawala asiyeona. Biblia inatufunza samehe mara 7, Mungu akakusamehe 7 mara 70. Leo hakuna namna. Leo hakuna namna ya kuona kana kwamba kilichofanyika ni jambo sahihi, ni jambo zuri. Lazima mwanadamu mwenye uelewa ulaani katika kile kitendo ambacho kimefanyaje, kilichotokea. Sisi Waislamu kuna hadithi moja na wasikia maulama na mashehe wetu wanasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alikuwa anakwenda na safari zake katika njia iliyopita, kuna bwana mmoja alikuwa anatoa sadaka ya njiani kwenda kuweka kinyesi. Kwa busara na hekima alizopewa, yule bwana kila akikuta kile kinyesi anabeba na kitupa pembezoni, kwa sababu anajua walichofanya hawa ni moja katika watu ambao mimi na watawala katika nyakati zangu. Nieleweke vizuri. Siku moja, angalia hekima na busara, baada ya kupita kukiona tena kinyesi. Kumbe aligundua nilifanya vile Kisugu. Akaenda kugonga, akauliza, bwana Kisugu yupo au anaumwa? Akaambiwa mzima wa afya. Maana yake Kisugu akaamua kufanyaje? Wacha. Kusudio la hili ni kuonyesha namna gani mtawala anatakiwa awe. Nataka niambie kama ameukumbusha uongozi. Kwa hiyo mimi ninachokifanya najua si jambo sahihi, lakini pia itakuwa jambo jema pale ambapo kuzungumza na mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Nimesema hapo awali, ukiwa kiongozi, ukiwa mtawala, amini kuna watu tofauti ambao unawafanyaje? Yes. Kwa hiyo bwana, nikimaliza na hili hapa la kuhusiana na kauli ambayo ameizungumza Kaduguda, vipi pengine kwa upande wenu hapo Mikoa? Inaonekana kama imezua taharuki kwenye uongozi. Mwina nimemsikia Seif Kaduguda, Simba wa Yuda. Ameshawahi kuwa katibu mkuu wa klabu ya Simba. Pia ameshawahi kuwa mjumbe wa klabu ya Simba kamati ya utendaji, na ameshika nyadhifa za Simba mbalimbali. Na kumbukumbu ikikaa vizuri, Kaduguda ameshawahi kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Simba. Na hili watu wengi hawalijui, sio uongozi. Ameshawahi kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Simba, kocha mkuu akiwa mwamba mmoja. Nakumbuka kama atakaa sawa kumbukumbu, alikuwa Brazil anaitwa Essien, kati Essien au Santos, alikuwa Brazil. Jana nimesikia sana klipu yake. Niseme jambo moja tu, alejee kwenye kumbukumbu ya uchaguzi tuliofanya. Tulifanya Januari tarehe 29, 2023. Ndio uchaguzi wa mwisho wa Simba tumeufanya wanachama wa Simba. Leo alipokuja kusema uchaguzi tulifanya 22, sio kweli. Kwa hiyo anapotosha umma kwa ujumla. Sikusema amepotosha, sipokuwa naamini kwamba kumbukumbu kidogo alisahau katika hilo. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho mimi ninachokiamini kama mmoja wa watu ambao walioshiriki katika ule uchaguzi. Lakini nikinukuu kauli yake akasema kama ikimpendeza Murtaza Mangungu aachie ngazi. Kama ikimpendeza. Neno kama mimi sio kuliingilia. Aloambiwa ndio yule ambaye anataka kufanyaje? Kulifanyia kazi. Lakini kumbuka wakati yuko katibu mkuu, tulishindwa kuingia hata ligi ya makundi robo finali ya klabu bingwa barani, aliachia ngazi. Aliendelea mpaka muda wake ulipotaka. Nawashukuru sana waandishi wa habari. Shukrani.